Bwana Yesu asifiwe, wapendwa wasikilizaji wangu wa kipindi cha Sifa Extra. Naitwa mchungaji James Mwalubalile wa kanisa la TAG Cornerstone Worship Center, Hanana Sif, Dar es Salaam. Leo nikukaribisha tena tuweze kuendelea na mfululizo wa vipindi vyetu vya kujifunza kuhusiana na kusifu na kuabudu katika roho na kweli. Na leo ni kipindi cha 5 nikiendelea kufundisha mfululizo wa vipindi vyetu vya kusifu na kuabudu katika roho na kweli. Tuombe kabla hatujaenda kujifunza. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Tunakubariki. Asante kwa wakati mzuri ambao umetupa wa kuweza kujifunza kukuabudu katika roho na kweli. Asante kwa kutupa wakati wa kutafakari rehema na sifa zako. Tujalie alasiri ya leo kuelewa na kujifunza kusifu katika roho na kweli. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wiki iliyopita nilifundisha na nilikuwa nikilichambua na kulitolea maana neno sifa. Neno sifa, ama kwa lugha ya Kiingereza praise ama sifa. Na nikasema kwamba sifa ni mchanganyiko wa maneno mawili makubwa ambayo ni shukrani na kutukuza. Shukrani na kutukuza. Kumbe wakati unafanya sifa ama unamsifu Mungu, unamshukuru. Alafu pia unamtukuza kwa sifa zake, unamtukuza kwa matendo yake makuu, unamtukuza kwa uweza wake katika maisha yako. Lakini sifa nikasema pia ni kuinua, ni kuadhimisha, ni kutukuza kitu ambacho ni kikubwa katika mazingira yako kimwili na kiroho, kwa heshima ya matendo aliyoyafanya kwako. Unamtukuza, unamuadhimisha kiumbe kilicho kikuu katika mazingira yako kimwili na kiroho, kwa heshima na taadhima kwa yale matendo ambayo ameyafanya kwako. Kwa kusifu ni maelezo pia, nikasema is an expression. Kusifu ni maelezo au matamko ambayo mwanadamu anayatoa, na matamko hayo yanakuwa ni maalum kabisa. Mtu anayesema kutoka katika vilindi vya moyo wake kumsifu huyo kiumbe ambaye katika muktadha wetu ni Mungu Jehova Yire, muumbaji wetu wa mbingu na nchi na muumbaji wa wanadamu na viumbe vyote. Unatamka, una express. Na una express nini ama unaelezea nini? Unaelezea matendo aliyoyafanya kwako. Matendo aliyoyafanya kwako. Mema aliyofanya kwako. Namna alivyokutendea. Na tukasoma katika Zaburi 150 tukaona kwamba neno kusifu limetajwa mara 11 ndani ya mistari ya sifa hii ya Zaburi ya 150. Mfalme Daudi akimsifu Mungu. Leo tunaendelea na kujifunza kuhusiana na sifa. Sifa, praise, kusifu, ama kwa lugha nyingine kusifu. Na leo tutaingia kwenye vipengele vingine vitatu. Na kumbuka kwamba nilisema aina za sifa pia nilifundisha. Nikasema kuna aina ya sifa ya maadhimisho, ambayo aina hii ya sifa ya maadhimisho ni ile aina ambayo mtu anakumbuka Mungu mambo ambayo ameyafanya. Na hili ni takwa la Mungu mwenyewe ukumbuke. Sasa unapokumbuka unafanya maadhimisho. Kumbe tunaposherehekea miaka kadhaa ya kanisa kuwepo, miaka kadhaa ya injili kuwepo, miaka kadhaa ya huduma kuwepo, hata siku yako ya kuzaliwa unapoifanyia kumbukumbu na kusherehekea, yale ni maadhimisho. Na katika maadhimisho yale mlengwa kabisa ni Mungu, kwamba Mungu, asante kwa miaka ulionipa. Asante kwa miaka ya ndoa yangu. Asante kwa umri wa huduma yangu. Asante kwa umri wa kanisa letu. Yale ni maadhimisho, ni takwa la Mungu. Tuliona katika Joshua 4:1-7. Alafu Joshua pia mstari wa 19 mpaka 24 wa mlango huo wa 4, Mungu akimwambia Joshua, waambie watu wangu wanikumbuke
wanikumbuke kwa kufanya maadhimisho. Kwa hiyo ni aina nyingine. Lakini aina nyingine ni kuhimidi. Kuhimidi, nikasema kuhimidi ni kutukuza. Kuhimidi nikasema maana yake ni tendo takatifu linalofanywa kutoka katika moyo ulio katika utakaso. Na kuhimidi hauwezi kumuhimidi mwanadamu. Wewe usema namhimidi rais, namhimidi mume wangu, namhimidi. Kumuhimidi ni tendo takatifu linalofanywa kwa mtakatifu ambaye katika mazingira yetu ni Mungu pekee. Ukifanya himidi kwa mwanadamu una kufuru, unaingia kwenye kufuru kubwa sana. Kwa kuhimidi ni kwa Mungu mwenyewe. Ni kwa Mungu mwenyewe anafanyiwa hivyo. Leo nataka tuende mbele kidogo kwenye sifa ama praise, na tuangalie kipengele cha unawezaje kumsifu Mungu, ama unaanzia wapi? Unaweza kusema mimi nataka kujifunza, nianzie wapi? Nataka nikupeleke uanze kujifunza kuanzia hatua za awali kabisa sifa hizi za Mungu. Unaanzaje kuzipeleka sifa za Mungu? Ama sema ni namna gani unaweza kujifunza namna ya kupeleka sifa zako kwa Mungu? Leo nitasema hicho kitu. Alafu nitakwambia moja ya aina ya maneno ambayo yanatumika kumsifu Mungu. Yapo maneno katika Biblia ambayo asili yake ni Kiebrania. Kiebrania hayo wenzetu waliyatumia kuweza kumsifu Mungu. Ni maneno yanayotumika. Unaanzia hapo. Nataka tutengeneze msingi mzuri wa kumsifu Mungu kwa namna sahihi. Kumbuka wiki iliyopita nimekuambia usipojua kumsifu Mungu kwa namna sahihi, unaweza sifa zako zikapelea. Pia unaweza sifa zako zikakataliwa. Unaweza ukasifu vibaya, lakini pia sifa zako zinaweza kuwa ni kelele. Hazieleweke. Kwa hiyo lazima ujifunze namna ya kumsifu Mungu kiusahihi. Kwa hiyo leo nitakupeleka uweze kujifunza namna ya kuanzia. Unaanzia wapi kuanza kumsifu Mungu, kumbariki, na sifa zako zikaeleweka kwa Mungu na zikapokewa. Na nataka nikwambie kwamba sifa za Mungu zinaonekana kwenye majina yake. Kwa hiyo number 1, anza na majina yake. That's very simple starting point, ama ni njia rahisi sana. Anza kumwabudu Mungu, kumsifu Mungu kwenye majina yake. Watu wa makabila mbalimbali hapa Tanzania wakianza kumsifu chief ama mfalme, wanaanza kutaja majina yake. Kule kwetu Wanyakyusani wanasema wanampara mtu, yani wanamtukuza kwa majina yake. Chief ama mfalme wanaanza kumsema majina yake kwamba wewe mzuri, wewe ni mwema, huyu anamiliki kijiji, anafanya hivyo, anaweza, wanataja majina yake. Kwa unapotaka kumsifu Mungu, maandiko yanatupeleka kutuambia kwamba anza kumsifu Mungu kwa majina yake. Tunataka tumsifu Mungu kwa malengo. Tusio wapiga makelele tu. Hebu nikupeleke kwenye Zaburi 113. Uone huyu mtu anamsifu Mungu kwa malengo, kwa kutaja jina lake, kwa kutaja majina yake. Hata mimi ukitaja majina yangu, James Walubalile, fulani, kuna watu wana majina karibia 10, ukiyataja yale kwa kweli unanisisimua, na kama ninataka kufanya kitu fulani nitafanya. Mungu naye yuko hivyo hivyo. Ukitaja majina yake, la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 20, la 25, nakwambia anafanya kitu. Kama kuanza kukuponya, anaanza kuingiza uponyaji. Kama kukulinda na maadui, anakulinda na maadui. Kama kukutetea, anakutetea. Ndivyo walivyofanya taifa la Mungu walipokuwa kitaja majina ya Mungu. Majina mengine yanaelezea uponyaji, majina mengine yanaelezea ulinzi, majina mengine yanaelezea ushindi, majina mengine yanaelezea uponyaji, mengine yanaelezea provision. Na ukitaja hivyo kweli kama Mungu ni provider, Mungu ni mpaji wetu sawa na jina lake, na hawezi kukuacha, atatenda. Zaburi
113 nimekwambia nitakusomea, inasema haleluya, mstari wa kwanza. Zaburi 113 mstari wa kwanza inasema haleluya, enyi watumishi wa Bwana sifuni, lisifuni jina la Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe tangu leo na hata milele, toka mawio ya jua hata machweo yake. Jina la Bwana husifiwa. Jina, nimekwambia anza na jina. Jina la Bwana litukuze, jina la Bwana. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote. Ni nani aliye mfano wa Bwana Mungu wetu, aketie juu, anyenyekeaye kutazama mbinguni na duniani? Humwinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha masikini kutoka jaani. Amketishaye pamoja na wakuu wa watu wake. Uweka nyumbani mwanamke aliyetasa, awe mama ya watoto mwenye furaha. Hiyo Zaburi 113. Sifu Mungu kwa majina yake. Yafahamu, kwa sababu kila jina la Mungu lina maana yake. Nitakupa mifano mingine. Hebu angalia mfano kama Jehova Ire, Jehova Shama, Jehova Rafa, Jehova Shalom, Jehova Elshadai, Jehova Nisi. Kila jina na maana yake. Mungu mlinzi wetu, Mungu bendera yetu kwa tafsiri yake, Mungu mkombozi wetu, Mungu mpaji wetu. Ndio maana ya hayo majina. Mungu ni mwenye enzi yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze majina ya Mungu. Taja majina ya Mungu. Utakuwa umeanzia hapo msingi. Usipige tu makelele. Hey. Mungu anataka ustadi. Mungu anataka ujuzi. Jua majina ya Mungu, yataje. Ukitaja yale, utamkuna pale alipo. Sifa za Mungu ni nyingi, watu wa Mungu, kulingana na kazi zake. Kwa pia wakati unataja majina ya Mungu, unaweza pia kutaja kazi zake kwako. Hiyo ya kwanza. Ya kwanza ni majina ya Mungu. Lakini ya pili, taja kazi zake. Unapomsifu Mungu, usipige tu makelele. Taja kazi zake aliyokufanyia katika maisha yako. Hebu tuende tena. Zaburi 118. Zaburi 118 mstari wa kwanza. Nimekwambia taja sifa za Mungu, taja majina yake, lakini pili taja kazi zake. Kazi zake, anasema wimbo huu ulikuwa ni wimbo wa washindi. Anasema haleluya, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kazi zake hizo. Israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mlango wa Haruni na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Katika shida yangu, anaanza kutaja sasa nini? Kazi zake katika maisha yake. Katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Bwana akaniweka palipo nafasi. Mungu amekupa kazi, Mungu amekupa biashara, Mungu itaje hiyo kazi. Mungu ni wakusifu, umenipa kazi. Sema waziwazi. Sio naingia kanisani, Mungu amekutendea, Mungu amekuponya, amekufanyia nafasi. Una cha kusema, unapiga tu makelele. Sema dhahiri shairi wazi. Mungu, ninakuja mbele zako asubuhi ya leo, ninakusifu kwa kazi ulionipa. Nilikuwa naitafuta, nilikuomba. Unaona Zaburi inasema hapa, katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Bwana yuko upande, mstari wa 6. Bwana yuko upande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Hii ni kazi ya Mungu nyingine ya ulinzi. Amempa ulinzi. Hata nitenda nini? Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Umeona? Nitaona wanaonichukia wameshindwa. Mungu amekulinda, amekuokoa na wanaokuchukia. Mwambie, ukimwambia Mungu asema, wow, huyu ananitambua, anatambua kazi yangu. Ni heri kumkimbilia Bwana, mstari wa 8. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kutumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Mataifa yote walinizunguka, kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Walinizunguka, naam, walinizunguka kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Walinizunguka kama nyuki, walizimika kama moto wa miibani, kwa jina la Bwana naliwakatilia mbali. Huyu anamtukuza Mungu kwa ajili na adui zake alivyowashinda. Hiyo ni kazi. Moja, msifu Mungu kwa majina yake. Yajue majina ya Mungu, yataje kwenye sifa zako kabisa, yataje. 2, msifu Mungu kwa kazi yako. Msifu Mungu kwa kazi yako. Lakini lipo jina la Yesu pia. Msifu Mungu kupitia jina la Yesu. Msifu Mungu kupitia jina la Yesu. Yes. Jina la Yesu ni kuu mno.
Amesema Mungu amempatia Yesu jina kuu kupita jina lote. Na kwambia ukimsifu Mungu kupitia jina la Yesu hata kuacha. Yesu ana sifa nyingi. Kwenye maandiko tunaona kwamba Yesu ni hakimu wa kanisa la kale, ni Alfa na Omega, mzaliwa wa kwanza toka katika wafu, ameshinda kifo na mauti. Unaona, mwana kondoo wa Mungu, kuhani mkuu. Huyo ni Yesu. Sifu kwa namna hizo ndio sifa za Mungu na ni vyeo vyake pia. Nyota ya asubuhi, mwanga wa milele, angazae shinikizo. Namna hiyo ni mwana kondoo aliyeshinda. Unaona ndugu yangu, unaona mpendwa, sifu Mungu kupitia jina la Yesu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwa hiyo unapokwenda katika kumsifu Mungu lazima ufahamu majina yake. Sehemu ya 3 ya somo letu siku ya leo ama alasiri ya leo, jifunze kumsifu Mungu kwa maneno yenye asili ya sifa za Mungu katika ibada. Jifunze kumsifu Mungu kwa kutumia maneno yenye asili ya sifa za Mungu katika ibada. Ninakwambia wenzetu Israeli walijipanga katika sifa, walijipanga katika kumwabudu Mungu, kwa wakawa na maneno maalum. Sasa wiki ijayo nitaendelea maneno mengine, lakini leo nitakupatia neno moja tu ambalo uanzie nalo kujifunza. Neno hilo ni la Kiebrania, linasema halal. Halal, H-A-L-A-L, halal. Neno hili limetumika mara 160 likiwa na maana ya sifa zinazotokana katika roho na kweli. Sifa zinazotoka katika roho na kweli. Halal ni kuabudu kwa namna ambayo lazima kuwe na roho na kweli. Halal. Kwa hiyo neno halal ni ufunuo wa ibada ya kweli anayoitafuta Mungu, anaitafuta Baba tumwabudu nayo. Halali sasa ni kutafsiria halali. Turudi kwenye Zaburi, ni kutafsiria halali kupitia maandiko. Zaburi, fungua pale Zaburi 22 mstari wa 22, inasema nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katika kusanyiko nitakusifu. Narudia tena, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Sasa hapa neno halali limefunuliwa. Halali maana yake nini? Halali ni kufanya maonesho ya kuliinua jina la Mungu, ni kulihubiri, ni kulihubiri jina la Mungu, kuliweka wazi. Unafanya halali katika kusanyiko, unalisifu jina la Mungu. Halali hapa anasema nitalisifu jina lako kwa ndugu zangu, kwa watu wako, liseme. That is halal. Ni kujivunia. Naweza kusema pia ni kujivunia, ndio halal. Yani unajiachia mbele za Mungu, unatabasamu, una smile, unacheka, unafurahi. Ile ni halal. Maana yake unajivunia kwenye kizazi chako cha sasa na kizazi chako kitakachokuja. Halal pia ni sherehe. Ni sherehe takatifu mbele za Bwana. Hiyo ndio maneno. Unasema halal tu Jehova, halal kwa Mungu. Maana ni sherehe kuu kwa Mungu aliyenifanya, sherehe kuu kwa Mungu aliyeniumba, sherehe kuu kwa Mungu kwa aliyeniinua. Unamshukuru, ni halal. Hiyo ni kushukuru, ni kumsifu Mungu kwa kukutunza. Halal pia ni kung'arisha ama kuling'arisha jina la Bwana. Hebu nikusomea andiko lingine linalofunua neno halal. Zaburi, hapa kwenye Zaburi 102. Zaburi 102. Nitakufungulia pale maandiko, alafu utaweza kujifunza kitu kikubwa sana. Halal. Yapo maneno mengine tutajifunza. Halal kwenye 102:18 anasema kizazi kitakachokuja kitaandikiwa hayo, na watu watakaoumbwa watamsifu Bwana. Watamsifu Bwana, maana ametazama toka patakatifu pake pa juu, toka mbinguni ameiangalia nchi. Kwa hapa anasema kizazi kitakachokuja kitaandikiwa. Kwa hiyo halali pia ni kuambia kizazi cha sasa na kizazi kitakachokuja juu ya Mungu wetu mkuu. Ni sherehe hiyo, unatangaza na unajivunia Mungu. Kizazi hiki na kizazi kijacho ni kumsifia Mungu na kumtukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze maneno. Lazima ujipange. Maneno mengine ni tehila. Tehila ni TEHILLAH.
Taylor. Haya ni maneno ambayo yanatumika kumsifu Mungu ama sifa, praise. Neno lingine ni zamal. Neno lingine ni yada, zamal ama yada. Neno lingine ni touda. Neno lingine ni barak. Neno lingine ni shaka. Maneno hayo shaka, barak, touda, hayo nitafafanua kwenye kipindi kijacho. Kwa usikose kipindi kijacho. Nitafafanua vizuri sana maneno hayo, lakini leo tumeanza neno moja, halal. Nataka uende taratibu, tuelewe. Tusikimbie, tuelewe ili maneno haya yazame. Na katika neno hili halal, na maana ni kusherehekea, ni kulisherehekea jina la Bwana kwa kizazi hiki na kizazi kijacho. Ni kulingalisha jina la Bwana kwenye kizazi chako. Neno ambalo katika maandiko limetumika sana kuweza kumtangaza Mungu, ni kuhubiri. Zaburi 22 inasema ni kulihubiri jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nilikuwa nikiendelea na kipengele cha sifa ama praise, na nikifundisha juu ya namna tunaanzia wapi kusifu. Na nimesema anza kwa majina yake. Jifunze majina ya Mungu. Alafu B, sema ama msifu Mungu kwa kutumia kazi zake kwako alizozifanya. Amekupa kazi, msifu Mungu kuanzia hapo. Amekupa nyumba, msifu Mungu kuanzia hapo. Bwana Yesu na asifiwe sana. Usisifu ama usisifu bila malengo. Usisifu kwa makelele. Ukianza namna hiyo, sifa zako zitakuwa na lengo, hazitakuwa sifa za kupayuka ambazo kwa kweli kizazi chetu kinafanya makosa makubwa sana kinapokuwa katika ibada, kinaingia katika mtego wa kupiga makelele badala ya kumfanyia Bwana sifa. Na Mungu anasema yeye anataka kuabudiwa katika uzuri na utakatifu. Anataka kuabudiwa katika uzuri na utakatifu. Kwa hivyo nakusi unapokwenda kwenye sifa zako, ujipange ili umwendee Mungu katika uzuri na utakatifu. Mind you, Mungu wetu ni Mungu anayefanya kila kitu kwenye uzuri. Anasema katika Wakorintho wa kwanza mstari wa mlango wa 14 mstari ule wa 40, anasema fanyeni mambo yenu kwa uzuri na utaratibu. Sasa tukiwaingia kwenye ibada zetu bila uzuri na utaratibu, tunaweza tukawa tunafanya vurugu, tunafanya makelele, alafu sifa zetu zikawa hazina maana kabisa. Mfahamu Mungu wako kibinafsi, fahamu majina yake, fahamu maana ya majina yake, lakini jua kazi za Mungu, zitaje mbele za Mungu, zieleze mbele za Mungu. Alafu Mungu tunaona anasema kuna mtu fulani ananiita, ametaja jina langu. Kuna mtu ameniita, amenigusa mahali fulani, kwa sababu umejua. Nimalize kabisa. Nikufafanulia majina. Maana nimekutajia majina kwa Kiebrania, lakini nataka nikutajie majina kwa Kiswahili ya Mungu kwa haraka. Majina ya Mungu kwa Kiswahili kwa haraka, alafu na maandiko yake, alafu kisha nikuombee katika jina la Yesu. Jina la Mungu ambalo unaweza kumsifia kupitia hilo ni El Shaddai. Maana yake Mungu mwenye enzi. Mwambie yeye ni mwenye enzi. Mwambie yeye anaweza, katika Mwanzo 17 mstari wa 1. Jina lingine ni El Elon. Mungu aliye juu sana. Umeona jina hilo, kumsifia Mungu katika hilo? Umeona kumsifia Mungu katika jina kama hilo? El Elon, aliye juu sana. Mwanzo 14:19. Jina lingine ni Adonai. Yani Bwana mmiliki. Yeye anamiliki kila kitu, ulimwengu na duniani. Zaburi 8:1. Jina lingine ni Yahweh. Tumezoea kusema Yahweh. Jehova Yahweh, Mungu Yahweh, maana yake mimi niko.
kutoka 3 mstari wa 14. Jina lingine ni Jehova Nisi. Umekuwa ukiimba ukisema Jehova Nisi, unaelewa maana yake? Jehova Nisi maana yake ni Bwana ni bendera yetu. Huu ni wimbo wa ushindi, ni jina linaloonyesha ushindi. Ukimteka adui unasimika bendera pale, maana yake umeshinda wewe, maana yake Mungu amekushindia. Mungu Jehova Nisi, bendera yetu, kutoka 17:15. Jina lingine ni Jehova Ra au Rohi. Jehova Rohi, Bwana ni mchungaji wangu. Zaburi 23 mstari wa 1, Jehova Rohi, utapungukiwa. Yataje hayo: Jehova Rafa, Jehova Nisi, Jehova Rohi, Jehova El Shaddai, Jehova Rafa, Bwana aponyaye. Sifu Mungu, mwambie Bwana ndio uniponyaye. Ukianza Jehova Rafa, Jehova Rafa, I bless you, ninakubariki Jehova Rafa, ninakuinua Rafa, maana yake unaambia wewe ni mponyaji wangu. Unapoclaim pale unakiri uponyaji. Kutoka 15:26, Jehova Rafa. Jehova Shama, umezoea kusema Jehova Shama, maana yake Bwana yupo hapa. He is here, God is here, God is with me. Ezekiel 48 mstari wa 35, He is here, He is with me. I trust you Lord, I bless you Lord. Jehova Shama, 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 maana yake uko hapa. Sema hivyo, usiongee tu bla bla mbele za Mungu. Anataka jina lake litajwe. Jehova Shisekenu, Shisekenu, Mungu haki. Unadai haki, msifu Mungu kwa jina lake. Jehova Shekenu, na kuomba utokee hapa kwenye haki hii. Jehova Medikeshem, Mekodi Shem, kutoka 31:13. El Olam, El Olam, Jehova El Olam, Mungu wa milele. Mwambie wewe Mungu ni wa milele Bwana, nyakati zote. Jehova El Olam, sifu Mungu kwa majina yake. Jehova Elohim, Elohim, tumezoea kusema Elohim. Taja, mwambie Mungu Elohim mwanzo, maana yake muumbaji. You are my creator, you created the heaven and the earth. Taja, mwambie umeumba mbingu na nchi. Akisema yes, you recognize me, you acknowledge me that I'm creator, so let me create something for you, something new for you. Anakufanyia katika jina la Yesu, kwa sababu umetaja sifa yake anayoipenda. Jamani, kama mwanadamu ukitaja majina yake yote, anakupa mpaka pesa, anakupa vitu vizuri. Mungu ni zaidi. Ukimtaja jina lake linalomsisimua, anasisimka, anafanya. Mungu Elohim, muumbaji, unakuta anafanya. Sema, sifu kwa majina yake. Jehova Kana, Jehova Kana, Mungu mwenye wivu, Mungu mwenye wivu. Jehova Yire, anatoa. Jehova Yire anatoa. Jehova Shalom, Shalom, Mungu amani yetu. Shalom means peace, Lord God our peace. Jehova Sabaoth, Jehova Sabaoth, Bwana wa majeshi. Huko kwenye maombi ya vita, huko kwenye sifa za vita, sema yo Jehova Sabaoth. Shuka mahali hapa, utamuona, maana yake umemtaja jina lake. Jamani, tuishie hapo kwa leo. Next week nitakufundisha namna ya kutumia maneno ya kusifu ambayo yako katika lugha ya Kiebrania. Na leo nilianza na neno moja linalosema halal, yaani unamtukuza Mungu kwa kumhubiri. You proclaim katika sifa zako. Wewe unaproclaim, unalitaja jina lake kwa kumhubiri kwa watu wote, mataifa wa sasa na wa baadaye. Acha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninamwombea msikilizaji wangu huyu ambaye kwa kweli amejitoa kusikiliza kipindi cha Sifa Extra. Mponye, mtie nguvu, mbariki, muinue, mpe kujifunza ili aelewe kuzipeleka sifa zako kwako kwa namna inayofaa, ili kusudi ukambariki, ili kusudi ukamponye. Hata sasa Mungu, ninaomba, hebu kama unaumwa, weka mkono wako pale unapoumwa, shika kifua chako, nikuombee moja kwa moja kupitia hapa katika radio yako na usikiliza, ama kwenye simu, ama wherever, popote pale ambapo unasikiliza kupitia njia yote, basi ninakuombea. Weka mkono unapoumwa, kama ni moyoni, kama ni chochote. Mungu ni Mungu wa sifa. Hata kama una stress, una migandamizo, mwambie Mungu, nisaidie katika kipindi cha Sifa Extra, na maombi haya nayoombewa nifunguliwe. Baba, katika jina la Yesu namuombea msikilizaji wangu huyu, ukamponye, ukamfungue. Wengine wana stress, wengine wanaumwa, wengine ni wanyonge, wengine ni wagonjwa, wengine ni vilema, wengine ni vipofu. Bwana, ukawafungue katika jina la Yesu Kristo, kwa maana wewe ni Mungu wa sifa. Wewe ni Jehova Nisi, wewe ni Jehova Rafa, wewe ni Jehova Yire, wewe ni Jehova Shalom. Mungu kadhihirishe
amani yako kwa watu wako, wale ambao wamevunjika moyo, ukawafungue walioshindwa, ukawape ushindi, kwa maana wewe ni Mungu bendera yetu. Ninaomba Bwana katika jina la Yesu Kristo, kila msikilizaji wa Sifa Extra ambaye Mungu wetu anaumwa ama anajisikia vibaya ama anatamani kujifunza kusifu, ukamtendee sawa na moyo wake. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki. Ninaitwa mchungaji James Mwalobalile wa kanisa la TAG Cornerstone Worship Center. Nikukaribishe pia, na kama utakuwa na maswali yoyote kuhusiana na sifa, ibada na namna ya kujipanga kusifu na kuabudu kwenye kanisa lako, usisite kunipigia simu ama kunitumia message, tukaweka arrangement nzuri na tukajipanga kumsifu Mungu. Kusifu ni kujipanga, hatukurupuki. Mahali pengine kwenye Nyakati, kitabu cha Nyakati, anasema msijikurupushe mnapokuja kwenye sifa. Mungu anataka tujipange. Mungu akubariki. Ninakupenda sana. Asante.